Hii faraja uhitaji imepewa nguvu na Ngah Sunflower. Kwa majina naitwa Haji Ngah, ni mzalishaji wa mafuta ya alizeti yanayofahamika kwa jina la Singida Ngah Sunflower Oil Milling. Kinapatikana Itigi Oysterbay Tamkaleli. Lakini pia mimi ni mfugaji, kwa maana nafuga ng'ombe wa kienyeji, lakini pia tunafuga ng'ombe wa kuboresha kwa maana ya kulisha mashudu. Lakini pia mimi ni mhamasishaji wa vijana kujikomboa kwenye dimbo la umaskini. Nimekuja kushiriki kwenye tukio kubwa la kuwapa faraja vijana au watoto wa mazingira magumu kwenye kituo cha Olivian Trust. Kifupi, mimi kama Mtanzania na Mwanaitigi nimekuja kushiriki kutia hamasa, kujenga hoja. Kwa nini tunatoa faraja? Kwa nini why do we make giving? Why do we make giving? Kwa nini tuna kila sababu ya sisi binadamu mwaka mzima ukiwa mzima wa afya njema, Mungu kakupa neema kwa namna moja au nyingine, lakini wewe huyo una kila sababu, pengine Mungu amekupa afya, lakini pia umekula, umeshiba na umesaza. Wakati huo kuna wengine wana wakati mgumu. Wakati huo kuna wengine wako hospitalini wanaumwa. Ndipo sasa tunakuja kujenga hoja kupitia watu wataalamu wanasema principle of giving. Principle of giving ni kwa maana kwamba Mungu amekutendea neema, una kila sababu mwisho wa mwaka kufanya jambo kama sehemu ya kumshukuru Mungu. Unaona? Kwa maana binadamu tunatofautiana vipato, na kwenye kutofautiana vipato huko ndio mwisho wa siku unaona kuna makundi matatu ya kufanya upate sababu ya kutoa. Kwa maana ya kwanza, kuna watoto yatima ambao kwa bahati mbaya au kwa mpango ya Mungu amewapeleka kwenye kuwa na changamoto ya kufiwa na wazazi wao. Lakini kuna kundi la pili, wazee ambao tuseme Mungu amewapa changamoto, kwa maana mpaka wanafika wazee hawana uwezo wa kujikimu. Hilo pia ni kundi ambalo lina kibali cha mimi na wewe kuwashika mkono. Lakini kundi la tatu ni wagonjwa ambao pia wewe ni mzima wa afya njema, lakini mwenzangu na mimi au mwenzio yuko hospitalini anapigania uhai wake, lakini wewe Mungu amekupa kibali cha kuwa na afya njema. Kwa hiyo una kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Lakini kwa bahati mbaya hakuna siku ambayo utakutana na mzee Mungu kwamba mzee Mungu nimekuja kukushukuru. Namna pekee ya kukutana mzee Mungu ni wewe kumtendea lilo jema huyo unahisi ana wakati mgumu. Ndipo sasa Itigi TV wanafamilia wametuomba tuhamasike mimi na wewe kwenda kufanya jambo la kuwainua au kuwapa faraja watoto wa kituo cha Olivian Trust. Binafsi naweza nikasema nina mifano mingi tu, kwa maana ya kwamba nishawahi kumpa shilingi mtu 1000. Alikuwa anaitwa Ramadhani, kwao ni Singida vijijini, kuna kijiji kinaitwa Mahola. Nilimkuta hospitalini nikiwa simjui anaumwa. Nilikuwa namsamia ndugu yangu, lakini mwisho wa siku moyo ulinigusa nikampa shilingi 1000. Lakini baada ya miaka 2 nilikutana naye kijijini kwao nikiwa na changamoto. Kumbe yeye amenikariri. Uweze amini alichonifanyia ni kwamba alituma mtu kuja kuniita. Kaambia bana, samahani bana, nakumbuka alishakumpa shilingi 1000. Nikamwambia sikukumbuki. Akanambia bana, ulinikuta Tumaini Hospital ya Singida ukanipa shilingi 1000. Kitendo hicho kilifanya mimi nitoe machozi kwamba huyu mtu nilimpa 1000 lakini anakumbuka. Huwezi amini, mwisho wa safari ule mbaba, kuna siku nilikuwa na changamoto ya milioni 2. Nilimpigia simu na niazime milioni 2. Alinipa milioni 2, kaniambia kitendo. Kwanza pale wakati ananitambulisha hivi, mimi nilikuwa na changamoto ya pikipiki, kwa maana pikipiki iliharibika. Akaambia ni kwa sababu nimekufahamu na ni wewe ulikuwa unatafuta pikipiki nyingine uende Mgungira kwa ajili ya biashara zako. Alinipa pikipiki ikiwa imejaa mafuta na akaambia nenda unakoenda urudi, na ikumbuka ile 1000 yako leo nipa kwangu ilikuwa kama milioni 10. Kwa kifupi, changamoto ya kutoa, wanasema kutoa ni moyo, sio utajiri. Kutoa unatoa kimya, lakini kuinvest kwa Mungu hakika. Namkumbuka bilionea mmoja anaitwa Les Brown. Les Brown anasema the more you give the more you shall receive. Yaani the more ukiwekeza kwenye kutoa, hakika utavuna. Kwenye kuvuna kwako unavuna kwa Mungu kwa namna ambayo unaweza uione kwa moja au usiione.
Nakumbuka siku moja, kati ya changamoto ambayo inakuelekeza utoe wapi na usitoe wapi, nilikuwa niko Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Ndipo sasa nilikuwa napata chakula. Kuna mtu mmoja alikuja kwangu akaniambia sisi sijala na siku 3. Nikamuuliza, kwa hiyo unahitaji kitu gani? Akaniambia nahitaji uninunulie chakula. Nikamwambia kwani kununulia chakula? Sana hapana, nipe pesa. Nikamwambia hapana. Kwa wale ambao nilikuwa nafikiri kama ilikuwa shida ni chakula, ningekununulia chakula, lakini wewe unahitaji pesa, maana wewe sio wale ambao ni walengwa. Hivyo basi kwenye haya makundi matatu, mimi na wewe, hasa sisi wajasiriamali, kwa sababu toka mwanzo nasema nahamasisha ujasiriamali kwa vijana kusimama kutafuta kesho yao. Hivyo basi ukiwa kama kijana, ukiwa mzee, Mungu amekutendea neema, wewe una nafasi ya kula na kusaza. Lakini kuna mwenzio hata chakula kimoja hajafanikiwa. Wewe ni nani? Kuna swali lazima ujiulize, huwa mwani, wewe ni nani? Kwa maana wewe ni mzuri sana, jibu ni hapana. Wewe ni mwema sana, jibu ni hapana. Kama yote ni no, basi fanya kitu kwa Mungu wako. Kama ni uzima amekupa uzima, fanya kitu kumshukuru. Kama amekupa uchumi, toa kidogo hata mwisho wa mwaka, saidia ambayo unahisi huyu ni mhitaji. Ndivyo basi Olivia Trust kupitia Itigi TV familia wameona wafanye jambo kutuhamasisha sisi vijana, kutuhamasisha sisi ambao pengine tumekula tumesaza, tuwafikie kwa namna moja au nyingine. Itigi TV furaha yetu tufike pamoja. Asanteni sana kwa wote kwa pamoja, tuungane tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 tukafanye jambo letu kwa pamoja, kwa moyo mmoja, tuwashike mkono na wao wajihisi ni watu ni watu kama watu wengine ambao pengine kwa namna moja au nyingine wazazi wao waliondoka, na sisi baada ya miaka 3-4 watoto wetu yakawakuta sisi tukawa tupo, watoto wetu wakashika mkono na wengine. Asante sana. Tuungane kwa pamoja, mimi, wewe na yule, tukawape faraja wahitaji. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.